Naitwa Juma Nyamuhanga Kisero, ni mwenyekiti wa CCM kata ya Nyamanoro, Kidumu Chama cha Mapinduzi. Kidumu chama tawala mheshimiwa. Leo tulikuwa kwenye ziara ya kamati ya siasa ya kata ya Nyamanoro. Tulienda kutembelea miradi baada ya mheshimiwa diwani kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa ilani. Tukakubaliana kwenye kamati ya siasa kwamba kabla hatujakaa kuipitisha tuizungukie miradi hiyo. Tumezungukia miradi yote, tumeanzia Nyamanoro sekondari, tumekuja ofisi ya Kilima Hewa A, tumeenda Nenetwa. Sasa hivi tunamalizia hapa mtaa wa Nyamanoro A. Kwa kweli kazi zilizofanyika ni kubwa sana Nyamanoro. Kama hujatembea huwezi kujua, lakini baada ya kuwa tumetoka ziara tumezunguka, tumeona ni kazi kubwa ambayo imefanyika ambayo inahitaji pongezi. Tunamshukuru sana mheshimiwa diwani kwa kutekeleza ilani yetu vizuri, maana yeye tulimkabidhi ilani kwamba itekeleze kwa muda wa miaka 5. Sasa tunashukuru ameitekeleza vizuri akishirikiana na mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Ilemela mheshimiwa Angelina Mabula. Kwa ushirikiano wao wameweza kuifungua Nyamanoro. Ni sehemu ndogo ambazo zimebaki, lakini kwa maelezo tuliyopewa na mheshimiwa diwani kwamba wameomba ofisi ya mbunge ili aweze kutusaidia ili Nyamanoro nzima ifunguke. Kwa kweli ni kazi kubwa na nzuri ambayo hatukutegemea kwamba ingefanyika, lakini imefanyika, na Mungu akijalia na imani tunapoenda kuanza awamu nyingine, mheshimiwa Maganiko kama wanachama watajali wa kumchagua, basi atamalizia ile sehemu iliyobaki kufungua Nyamanoro. Lakini tunampongeza sana mheshimiwa diwani George Maganiko Ngaka kwa kutekeleza ilani yetu vizuri, na mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Ilemela ametusapoti sana. Kila tulipohitaji nguvu yake ilionekana. Kwa majina naitwa George Maganiko Ngaka, mheshimiwa diwani kata ya Nyamanoro. Leo tulikuwa na ziara pamoja na kamati yangu ya siasa ya kata ya Nyamanoro kwa ajili ya kupita kukagua miradi ambayo imetekelezeka na ambayo inaendelea kutekelezeka katika kipindi cha hii miaka 5 ambayo tunakwenda kumalizia kesho kutwa. Huu ni utaratibu wetu ndani ya Chama cha Mapinduzi. Tunapokuwa, kwa sababu wao ndio wana ilani, wanapotoa ilani, kazi yetu sisi ni kwenda kuipigania ilani na kuitekeleza ilani Chama cha Mapinduzi. Sasa serikali ya Chama cha Mapinduzi imetoa pesa nyingi sana. Ndani ya kata yetu tumepokea pesa kiasi cha shilingi karibia milioni 900. Na kuna ahadi nyingine ambazo tunategemea kupokea ambazo tumeomba katika ofisi zetu za serikali za mitaa. Kuna miradi ambayo iko inaendelea na pesa imepungua kidogo. Kwa hiyo naamini mpaka miradi kuja kukamilika inawezekana tukawa tumepokea kutoka serikali kuu karibia bilioni 1 katika kata ya Nyamanoro ndani ya miaka 5. Wakati naingia katika udiwani, hii kata ilikuwa kwa wapinzani, lakini niliingia mie nikairudisha hii kata, sasa hivi iko chini ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mpaka leo ninaendelea kusimamia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kuna miradi ambayo tumepatiwa katika kata ya Nyamanoro, ikiwa ni pamoja na hii barabara ya mawe ambayo maarufu kwa barabara ya Greenview, na yenyewe ni pesa ambayo tumepokea kutoka serikalini, na tumepokea pesa nyingine kutoka katika halmashauri kwa ajili ya kumalizia ofisi zetu za serikali za mitaa kama tulivyokwenda. Tumeziona pale ofisi ya Kilima Hewa ambayo tulipokea milioni 20, ofisi ya Nenetwa tulipokea milioni 15, na barabara ya Greenview ambayo juzi ilileta ukorofi ambayo ishatengewa milioni 180 kwa ajili ya ukarabati wa kiwango cha mawe kama hii ilivyo. Lakini kwa sababu kuna changamoto ya mvua ilitokea, ikabidi sasa tuombe, na nishukuru sana halmashauri yetu ya Ilemela, mkurugenzi aliweza kutupatia kiasi cha milioni 35. Ndio kama mlivyoiona pale kwa kiwango cha molam, imemwagwa molam, lola imeshindilia pale, mpaka sasa hivi barabara iko stable. Tunasubiri tu katika bajeti hii hizo pesa zikishaingia TARURA, basi sio tuimalizie na yenyewe kwa kiwango cha lami cha zege mawe kama hivi ilivyo. Kwanza nishukuru sana wananchi wangu wa mtaa wa Nyamanoro Mashariki ambao mpaka sasa hivi tunaendelea na ujenzi wa hiyo barabara ya zege ambayo inatoka Greenview inapandisha juu kwenda Mji Mwema. Na nimshukuru sana mheshimiwa mbunge wetu ametusapoti mifuko 200 ya simenti kwa ajili ya kuanza kujenga ile barabara, na wananchi wakachanga pesa pale kwa ajili ya kununua mchanga. Lakini nimewasapoti kokoto yote ambayo unaiona imejaa kwenye ile barabara. Nimetafuta wadau wangu, na niwashukuru sana wadau fanya biashara ndani ya kata ya Nyamanoro, wamechangia tripu nyingi sana za kokoto. Ndio maana umeona ile barabara tunaanza kujenga kiwango cha zege na ni ya kudumu. Tumejenga barabara standard, nadhani mmeiona.
na bado tumeomba tena mheshimiwa mbunge barabara ya Mji Mwema ya Neneto kuingia shuleni kule, na yenyewe wananchi walikusanya nguvu zao, nimewasapoti kokoto na mbunge tumemuomba, lakini bado tumeomba serikali kwa maana ya halmashauri milioni 4.8 kila barabara, ambayo tutanunua mifuko 200 ya simenti ili kuhakikisha zile barabara zetu tunazimaliza. Lakini namshukuru sana mheshimiwa mbunge, ametuahidi tena mifuko 50 mingine ambayo atatupa kwa ajili ya kuendelea kujenga zile barabara. Na vile vile nishukuru sana ofisi ya mbunge kwa sababu majengo yote ambayo tumeyajenga, hiyo ni madarasa, mbunge ndiye aliyetusapoti matofali, ametusapoti simenti. Kwa hiyo mimi nampongeza sana, namshukuru sana mheshimiwa mbunge, na nimuombe sana aendelee kutunga mkono watu wa Nyamanoro, kwa sababu miradi tulionayo sasa hivi ni miradi ya muda mrefu na ni miradi ya kudumu. Naitwa Amos Emmanuel Kaswaka, katibu wa siasa na uenezi wa kata hii ya Nyamanoro. Leo kamati ya siasa ya kata ya Nyamanoro tulikuwa na ziara ya kukagua utekelezaji wa ilani katika kata hii ya Nyamanoro. Tulikuwa na mwenyekiti wa kata tukiongozwa na katibu wangu wa kata pamoja na mheshimiwa diwani wa kata Comrade Maganiko George Ngaka. Kwa kweli tumeanzia kukagua shule ya sekondari Nyamanoro. Tumeangalia pale utekelezaji wa ilani kwa 80% umefanyika. Lakini naweza nikasema utekelezaji umefanyika kwa 80%, lakini ukijumulisha kwa kata nzima ni 120%. Maana katika shule hili wameipendelea, naweza nikasema mheshimiwa diwani ameitendea haki. Kutoka pale shule ya sekondari Nyamanoro ametuleta, tumeangalia ofisi ya mtaa wa Kilimahewa A. Ninyi wenyewe mmeona ile ofisi, mimi mwenyewe mpaka nimeitamani kwamba ofisi ile anastahili kuwa mkurugenzi wa wilaya ndio akae pale. Lakini mheshimiwa diwani ameijenga kwa viwango vikubwa akishirikiana na halmashauri ya manispaa ya Ilemela, na pia na mbunge wetu Dr. Angelina Sylvester Rubara Mabura ameweka pale tofali zake zaidi ya tofali 1000 na sehemu. Mheshimiwa mbunge amefanya haya akishirikiana na diwani, lakini diwani naye anashusha chini kwa mwenyekiti wa mtaa. Sisi hapa ni mafiga matatu katika wilaya ya Ilemela: mbunge, diwani, mwenyekiti. Lakini ukiangalia kule juu, mbunge anaomba maendeleo kutoka kwa mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ameifungua wilaya ya Ilemela kwa ujumla, jimbo zima limefunguka. Ukiangalia mheshimiwa mbunge amejenga madarasa kila kata katika kata 19. Lakini naweza nikasema kata yetu hii ya Nyamanoro imependelewa. Naitwa Paula Pius Mbilingi, katibu wa CCM kata ya Nyamanoro. Leo tulikuwa na ziara ya kukagua miradi yote iliyo ndani ya kata ya Nyamanoro ili kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kama inavyotuelekeza. Diwani alikabidhiwa ilani 2020, amekwenda kuikamilisha 2025. Hivyo sisi kama kamati ya siasa tulikwenda kukagua miradi hiyo. Sisi kama kamati ya siasa tumejiridhisha miradi iko vizuri, inaendelea vizuri. Tunapenda pia kumshukuru mheshimiwa Angelina Sylvester Rubara Mabura ambaye ni mbunge wetu, ana push maendeleo. Sisi kama Nyamanoro tunamshukuru sana. Ametupatia mifuko ya simenti, tumeendelea kumwaga zege katika barabara zetu za mitaani. Anaendelea kutusapoti sehemu mbalimbali. Ametuahidi pia lami ya kilomita 2 kwa kata yetu ya Nyamanoro. Vile vile sisi kama Nyamanoro tunaendelea kumshukuru pia mheshimiwa Rais. Ametusaidia, ametuletea madarasa katika sekondari yetu ya Nyamanoro. Tumepata karibu madarasa 5 kwa hela ya serikali kuu, na pia kwa hela ya COVID-19 tulipata madarasa. Vile vile kutokana na mradi wa EP4R kutoka serikali kuu tulipata madarasa 2 shule ya msingi Mkudi. Vile vile tusio wachoyo wa fadhila, sisi kama Nyamanoro tunaishukuru ofisi ya mkurugenzi wa Ilemela. Dada yetu Umi ameisupport sana Nyamanoro na anaendelea kushika mkono. Sisi kama Nyamanoro tunaomba mkurugenzi, mbunge na mheshimiwa Rais wasituache, waendelee kutupushi ili tuwe na cha kusema tunakuelekea huko kwenye uchaguzi mkuu wa 2025.